Kipekee nitumie nafasi hii kwa kuwa ni bajeti ya kwanza tangu bunge hili la 13 limeanza, niendelee kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa na kazi nzuri anayoifanya kwenye nchi yetu, lakini pia nimpongeze na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa na kazi nzuri anayoifanya kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia nitumie nafasi hii kwa dhati kabisa kuwapongeza waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri wote walioteuliwa kuhudumu chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, ambao hotuba hii ni hotuba yao ya ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa mawaziri, tunawapongezeni sana kwa imani kubwa mlipata kwa Mheshimiwa Rais, na tunawatakia kila laheri katika kutimiza majukumu yenu ya kuwatumikia Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu unajikita kwenye maeneo mawili tu siku ya leo. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitazungumzia kidogo kuhusu serikali za mitaa, lakini eneo la pili nitazungumzia usimamizi wa shughuli za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu miaka ya 90 tuliamua kuanzisha na kutekeleza sera ya ugatuaji wa madaraka. Na ili sera hii ifanye kazi vizuri, tukaziboresha na kuziweka vizuri mamlaka za serikali, kuzishusha kule chini kwa wananchi ili ziwe karibu na wananchi na ziweze kuwahudumia wananchi, lakini pia zifanye kazi ya wananchi. Pamoja na changamoto kadhaa, lakini sera hii imekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu imewashirikisha wananchi katika maamuzi ya shughuli mbalimbali zinazohusu maisha yao na shughuli zao kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia tumeendelea kuisimamia sera hii na kuitekeleza. Na tunashukuru hata kwenye dira tulioizindua hivi karibuni, Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050, tumeonyesha ni namna gani ambapo serikali yetu inakusudia kuendelea kupeleka madaraka kule chini kwa wananchi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia bajeti hii ya ofisi ya Waziri Mkuu, ambayo ndio bajeti ya kwanza ya utekelezaji wa dira hii tulioizindua, kwa mujibu wa taarifa za UKOMO, tunatarajia bajeti ya mwaka huu itakuwa kwenye trilioni 62.9. Katika hizi trilioni 62.9, trilioni 12.5 zinakwenda ofisi ya Waziri Mkuu. Na katika trilioni 12.5, trilioni 12.2 zinakwenda ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba fedha nyingi tunazipeleka TAMISEMI ili zikafanye kazi za kugusa maisha ya watu wetu. Ushauri wangu ni mdogo tu kwenye eneo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunapeleka fedha nyingi sana kwenye TAMISEMI. Tunapeleka fedha nyingi sana halmashauri, lakini lazima tujiulize maswali. Fedha hizi tunazopeleka halmashauri tunampelekea nani? Nani mwenye jukumu la usimamizi wa fedha hizi? Wenye jukumu la usimamizi kwa kuwakilisha wananchi kule chini ni viongozi wetu wa vijiji, viongozi wetu wa kwenye kata, mabaraza yetu ya madiwani. Hali ya mabaraza yetu ya madiwani ikoje? Hali halmashauri zetu ikoje? Ni ushauri wangu, katika kipindi cha miaka hii mitano, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, tengenezeni programu nyingine ya maboresho ya serikali za mitaa, tuziongezee uwezo halmashauri zetu na serikali za mitaa kwa ujumla, ziwe na nguvu na uwezo wa kusimamia fedha hizi na ziweze kutoa matokeo kule kwa wananchi wetu ambao tunawaongoza. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili ambalo nataka kulizungumzia leo kwenye hotuba hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni eneo mahususi la usimamizi wa shughuli za serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi ya usimamizi wa shughuli za serikali ni kazi ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na ni jukumu lake la kikatiba. Ibara ya 52 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumemwona anapofanya kazi, tumeona ziara anazozifanya, tumeona namna ambavyo wananchi wanamkimbilia. Pamoja na nia nzuri alionayo na alianza kuionyesha mapema, Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tukubaliane, bado serikalini kuna ugonjwa. Bado kuna ugonjwa wa kuleana, bado kuna ugonjwa wa kufanya kazi kwa mazoea, bado kuna ugonjwa wa kuvumilia mambo ambayo hayako sawa sawa. Lakini pia kuna ugonjwa wa kutokufanya maamuzi au kuchelewa kufanya maamuzi. Tumeiona dhamira Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi ni ushauri wangu kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, aongeze nguvu, aongeze ukali. Tunahitaji tuone wananchi wa nchi hii wanatumikiwa na viongozi wao, wanatumikiwa na serikali yao. Yako maeneo mawili Mheshimiwa Mwenyekiti, nitatoa mfano. Serikali ya awamu ya 6 ilifanya kazi nzuri sana kwenye kufufua kilimo, haswa kwenye maeneo ya mazao ya kimkakati. Kilimo cha mazao ya kimkakati, tumeona serikali ifanya kazi kubwa kwenye korosho, tumeona ifanya kwenye michikichi, imefanya kwenye mkonge na kwenye maeneo mengine. Na kwa kweli tupongeze serikali ya awamu ya 6, imeweka alama kubwa sana kwenye eneo hili. Na mimi nataka niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi hii kubwa ya serikali ya awamu ya 6 ambayo ilifanyika chini ya ofisi ya Waziri Mkuu
na mtangulizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa sasa Mheshimiwa Kassim Majaliwa alifanya vizuri sana na ilirudisha matumaini kwa Watanzania wa nchi hii, hasa wakulima wale wa mazao ya kimkakati. Na kwa mfano kwenye zao la mkonge, kutokana na kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na serikali chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, tumeongeza uzalishaji wa mkonge kutoka tani 36,000 mwaka 2020 mpaka tani 73,000 mwaka jana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kazi hii nzuri inayofanywa na serikali, kuna mahali tumeanza kupata ulegevu, kuna mahali kumeanza kuwa na shida. Tumeanza kuwaruhusu, kuwavumilia na kuwaonea haya wahuni wanaokwenda kucheza na mabei ya mazao ya wakulima wetu. Leo tunapozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, zao la mkonge liko kwenye changamoto kubwa. Bei za mkonge zimeporomoka na mkonge umekaa kwenye maghala kwa zaidi ya miaka 5. Ni nani anaruhusu watu kucheza na bei ya mazao ya wananchi wa nchi hii? Tunaiomba ofisi ya Waziri Mkuu, jambo hili tusiwaachie Wizara ya Kilimo peke yake. Ofisi ya Waziri Mkuu iingie, ilishughulikie, ilisimamie, ili tuendelee kuboresha maisha ya watu wetu na watu wetu waweze kupata maisha mazuri. Na hapa nitoe ushauri kwenye maeneo mawili, ushauri wa aina mbili kwenye eneo hili la mkonge. Jambo la kwanza, tunaiomba serikali ituletee mfumo mzuri na mfumo mpya utakaosimamia kazi ya uuzaji na ununuaji wa zao la mkonge ili kuondoa uwezekano wa watu kucheza na bei kwenye zao la mkonge. Lakini pia alikuja Mheshimiwa Rais mkoa wa Tanga, aliahidi kwa mashine zote za kuchakata mkonge ambazo zilikuwa kwenye kampuni ya Sesalana, mwenye kampuni ya serikali, zitarudishwa kwenye AMCOS zetu ili wakulima chini ya bodi ya mkonge wakasimamie. Jambo hili limechukua muda mrefu. Kampuni inayosimamia mashine hizo mpaka sasa hivi hazifanyi kazi, zimefungwa, na wakulima wamekuwa na changamoto ya uchakataji wa zao lao la mkonge. Eneo la pili ambalo kunaonyesha ulegevu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwenye upande wa zao la chai. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, wakulima wa tarafa ya Bungu, kata 9, viwanda viwili vya chai, mwekezaji amevifunga, ameondoka na wakulima hakuna kazi wanayofanya. Amekuja Mheshimiwa Rais, tumemweleza, ametoa maelekezo. Amekuja Waziri Mkuu, tumemweleza, ametoa maelekezo. Lakini mpaka leo zaidi ya mwaka mmoja hakuna kinachoendelea na wananchi hawajui hatima yao ni nini. Jambo hili linahitaji usimamizi madhubuti wa serikali, tukawakwamue wakulima ili waendelee kufanya shughuli zao, wapate kipato, watengeneze uchumi wao, lakini uchumi wa nchi na maisha yao endelee kwenda vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, nakushukuru sana, naunga mkono hoja. Asante.